Dominika hii tujaliwe kuwa wajumbe wa habari njema, tujaliwe kuwa wajumbe wa habari sahihi. Lakini tumwombe Mwenyezi Mungu tujaliwe kutokuwa na hofu ya kueleza habari njema ya ukombozi. Tumwombe Mwenyezi Mungu kwa ajili ya waandishi wa habari kutengeneza habari zao, bali waeneze habari iliyo halisi. Na hivyo tunamwomba Mwenyezi Mungu hii akili unde, akili mnemba isichukue nafasi ya utashi na akili ya mwanadamu katika kufikisha ujumbe wa neno la Mungu, ukweli wa Injili kwa watu wake. Tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namungamia Mungu Mwenyezi. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
na uwaonyeshe wema wako wa milele hao wakuombao, na kwa hao wanaojisifia kwamba wewe ndiwe muumba na mtawala wao, utengeneze upya vilivyoumbwa na kuvihifadhi vilivyotengenezwa kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kwanza. Somo la kitabu cha nabii Isaya sura ya 55 aya ya kwanza hadi ya 3. Huyu kila aonaye kiu njiani, njooni majini, naye asiye na fedha, nunueni mle. Naam, njooni, nunueni divai na maziwa, bila fedha na bila thamani. Kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula, na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema, na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Tegeni masikio yenu na kunijia, sikieni na nafsi zenu zitaishi. Naam, nitafanya nanyi agano la milele. Naam, rehema za Daudi zilizo imara. Neno la Bwana. Waufumbua mkono wako, wakishibisha kila kilicho hai matakwa yake. Bwana anafadhili, ni mwingi wa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema. Bwana ni mwema kwa watu wote, na rehema zake zi juu ya kazi zake zote. Macho ya watu wote ya kuelekea wewe, nawe uwapa chakula chao wakati wake. Waufumbua mkono wako, wakishibisha kila kilicho hai matakwa yake. Bwana ni mwenye
Bwana yu karibu na wote wamwitao, wote wamwitao kwa uaminifu. Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda, kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyopo juu wala yaliyopo chini wala kiumbe kinginecho chote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Neno la Bwana. Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo.
Yesu aliposikia hayo, aliondoka huko katika chombo, akaenda mahali pasipo watu faraghani. Na makutano waliposikia, walimfuata kwa miguu kutoka mijini mwao. Yesu akatoka, akaona mkutano mkuu, akawahurumia, akawaponya wagonjwa wao. Hata kulipokuwa jioni, wanafunzi wake walimwendea wakasema, mahali hapa ni nyika tupu, na saa imekwisha pita. Waage makutano waende zao vijijini, wakajinunulie vyakula. Yesu akawaambia, hawana haja kwenda zao, wapeni ninyi kula. Wakamwambia, hatuna kitu hapa ila mikate 5 na samaki 2. Akasema, nileteeni hapa. Akawaagiza makutano waketi katika majani. Akaitwaa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama juu mbinguni, akabariki, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi, wanafunzi wakawapa mkutano. Wakala wote wakashiba, wakayaokota masazo ya vipande vya mikate, vipande 12 vimejaa, vikapu 12 vimejaa. Nao waliokula walikuwa wanaume wapata 5,000 bila wanawake na watoto. Neno la Bwana. Kwanza kabisa niseme nimekuja kuadhimisha misa hii ikiwa nimetumwa na Mhashamu Sana Yuda Tadei Ruwaichi, askofu mkuu wa jimbo letu kuu la Dar es Salaam, ambaye kwa sababu ya shughuli nyingine pia za utume namna hii hakuweza kufika hapa, ambapo kwa namna pekee Dominika ya upashanaji habari akiungana na wana umtume marafiki wa Tumaini Media, ambapo yeye askofu mkuu ndiye anayekiongoza katika jimbo letu kuu la Dar es Salaam, na hivi kutambua utume wao, kutambua sadaka na majitoleo yao katika kueneza upendo wa Mwenyezi Mungu, ujumbe wa Kristo, Injili, kwa njia ya vyombo vya habari pamoja na vyombo vingine, lakini kwa namna pekee leo tunapoongea juu ya Tumaini Media. Ndugu zangu, katika masomo yote matatu kinachojitokeza ni upendo usio na gharama wa Mwenyezi Mungu kwa yule anayependwa. Na katika somo la pili, Mtume Paulo
anatukumbusha kuthamini upendo wa Mwenyezi Mungu kwa kubaki waaminifu katika ufuasi pamoja na majaribu yote. Mtume Paulo anatafakari changamoto mbalimbali anazopitia, lakini Mtume Paulo anatafakari mafarakano ya watu, tofauti na chuki kati ya watu, kwa sababu pengine za kiuchumi. Wengine wanakata tamaa, maisha yamekuwa magumu, na hivyo wanatafuta njia zilizo kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa maana wengine wanakuwa matapeli. Kati yetu kuna wadanganyifu, hawaoni tena upendo wa Mwenyezi Mungu, na hivi watu wengine wametumia njia mbalimbali zisizo halali kutafuta na kujenga mahusiano. Wengine wametumia hata nguvu za kishirikina ili wapendwe. Wametumia rushwa, wengine wamekuwa machawa. Basi kwa namna mbalimbali watu kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu wametafuta kupenda, na hivi kila kitu kimekuwa ni cha gharama. Upendo wa Mwenyezi Mungu umeonekana kuwa ni kitu ambacho unalazimika kukinunua, na ndio ulipokuja ule usemi, hakuna kitu cha bure. There is no free lunch. Wazungu wanasema there is no free lunch. So sisi itoshe kusema hakuna kitu cha Lakini katika somo la kwanza na katika Injili masomo haya yanaonekana kupingana na akili zetu za kufikiri kibinadamu. Njoeni mnunue bila fedha, bila dhahabu. Dhahabu inatajwa ikiwa ni aina ya dhahabu, ni aina ya fedha. Ukipewa kitu kwa ukarimu, moyo wako unateseka. Unajiuliza, hivi kweli sitokuja kulipia hiki? Kuna wimbo mmoja wasema, umekula sijui vya kwangu, utatoa utoi. Sasa there is no free lunch. Mtu anaonekana kuwa ni mkarimu. Mtu anakuja muomba, anakuletea chakula, akiondoka unamwambia umenikosa, unaenda kukitupa chooni. Kutenda yaliyo mema pasipo kutafuta faida binafsi, bali tutendeane mema tukitafsiri upendo wa Mungu mwenyewe. Nakumbuka juu ya yule mama mjane ambaye alikuwa na kiasi kidogo cha unga, na ilikuwa ni mlo wake wa mwisho, yeye na mtoto wake wale wafu. Lakini wakatoa hicho kwa ajili ya nabii, na Mwenyezi Mungu alimjalia kuto kupungukiwa. Ndugu zangu, katika siku hii ya upashaji habari,
Tunaungana na Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuombea ulimwengu, kujiombea sisi wenyewe juu ya habari na mifumo ya habari tunazopokea. Upashanaji habari au kushirikishana neno la Mwenyezi Mungu unapaswa kuendana na upendo na kusudio la Mwenyezi Mungu kwa ujumbe na namna ambavyo ujumbe huo yeye mwenyewe anapenda uwafikie watu wake. Katika mabadiliko ya viwanda ama wakati wa kukua kwa uchumi na teknolojia ya uzalishaji, industrial revolution, uzalishaji mashambani na teknolojia ya utengenezaji bidhaa mbalimbali viwandani ilikuza uchumi wa dunia, ilipunguza muda wa uzalishaji kwa njia ya kiteknolojia mpya na ya kisasa ya utumiaji wa mashine mbalimbali. Mazao mengi ambayo yalikuwa yakizalishwa msimu ukichukua muda mrefu, lakini teknolojia ikapunguza kipindi cha uzalishaji. Hawa kuku wa kisasa, tangu kifaranga unaweza ukawa baada ya wiki 2 tayari kwa kula. Lakini hata kuku hao pengine ni wa kienyeji, wamekuwa wakilishwa aina ya vyakula vyenye madawa ili waweze kukua kwa haraka. Na hata kumekuwa na teknolojia ya kupunguza miaka ya zao fulani kuanza kuzalisha kwa kutumia teknolojia na madawa. Hiyo ikaondoa thamani ya kazi ya mwanadamu. Mashine zikathaminiwa zaidi kuliko kazi ya mwanadamu. Lakini tumeingia katika teknolojia ya akili mnemba au akili munde, artificial intelligence. Ulimwengu huu unamwondolea mwanadamu kutumia akili na utashi alivyojaliwa na Mwenyezi Mungu, intellect and will. Mwenyezi Mungu amemjalia kila mwanadamu akili, intellect, ya kujua lililo zuri na lililo baya, kuchagua na kutenda lililo zuri, sababu akili ambayo Mungu amemjalia mwanadamu sio ya kuchagua lililo ovu na kuangamiza, bali kuchagua lililo jema na kuamua. Akili kujua zuri na baya, na utashi ndio kuamua kutenda lililo jema, that is will.
Na katika maandiko matakatifu naambiwa Mwenyezi Mungu ameweka mbele yako moto na maji, uhai na kifo. Chagua uhai, chagua jema upate kuishi. Chagua maji upate kuishi. Uache moto usikuangamize. Hiyo ni kwa sababu Mwenyezi Mungu amemjalia mwanadamu akili na utashi. Leo hii tunapoadhimisha juu ya habari na namna ya kufishiana habari katika ulimwengu, Baba Mtakatifu anatuhimiza kuhifadhi nyuso na hali ya ubinadamu katika ulimwengu wa akili mnemba. Ndugu zangu, fundisho la Baba Mtakatifu linalenga katika hatari ya matumizi ya hii akili mnemba ambayo inachukua nafasi ya mwanadamu kufikiri na kuamua. Hivi karibuni nilikuwa nasoma kwenye gazeti kwamba baadhi ya wahadhiri wa vyuo vikuu wanalalamika kwamba wanafunzi wengine, tena wengi, hawana uwezo wa kupambanua na kujenga hoja. Hawana uwezo wa kufanya what we call right discernment and arriving at convincing conclusions. Na hiyo hata ukiangalia mijadala mingine ya wanafunzi wa chuo, lakini hao ndio unakuta wamefaulu vizuri kutoka kwenye shule zetu hizi za sekondari. Kwa ambao mnakumbuka, kwa miaka mingi wanafunzi wakimaliza kidato cha 4, kupata mwanafunzi aliyepata pointi 7, unaweza ukapita mwaka mzima kusiwe hata na mmoja Tanzania nzima, au ukasikia mmoja tu. Leo si ajabu katika shule ya wanafunzi wa kidato cha 4 wanaomaliza labda 200, wanafunzi 150 wana pointi 7, na ndio wao wanaenda mpaka chuo. Lakini pale chuo ndio ingawaji wanasema Kiingereza sio kipimo cha akili ya mtu, ndio maana wanasema tunaweza tukawa tunajiendeleza hata chuo kikuu kutumia lugha ya Kiswahili. Lakini ukiwa na pointi 7 alafu usijue Kiingereza, mwanafunzi wa chuo unamuuliza which school are you coming from? Me there, that school there. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu teknolojia inamwezesha mwanafunzi kupata majibu, lakini asiweze kujieleza. Napewa group assignment, napewa swali, mkajadili. Kwanza mwalimu akiandika tu swali labda ubaoni,
tayari tu unakuta jirani yako anakwambia majibu hayapo. Kisha chukua simu anakwambia majibu hayapo, na lile swali linakuja kama lilivyo. Sasa bahati mbaya unakuta hata mwalimu mwenyewe swali lenyewe kaligugo. Sasa utokea wewe mwanafunzi ujaribu kufikiri na kuandika kadiri akili ya Mwenyezi Mungu aliyokujalia, unakosa ise. Na yule ambaye amelichukua kama lilivyo jibu lake anapata. Sasa huyu atajiuliza, kuna sababu gani ya mimi kuendelea kutumia akili yangu? Ndio tunajikuta katika ulimwengu ambao hii akili mnemba inatangulia uhalisia. Unaenda dukani, mwanafunzi graduate wa chuo kikuu yuko pale dukani, anauza bidhaa mbalimbali. Unaulizia bidhaa, anakwambia hii shilingi 5,000. Unatoa 10,000. Anaanza kufanya hivi mikono. 10,000, anachukua calculator. Kurudisha 5,000 mwanafunzi wa chuo kikuu. 10,000 tata, toa 5,000. Afu ndo anachukua 5,000 anakupa. Akili tumekwisha kuikabidhi. Kufikiri wengine tumekwisha poteza. Tunafarakana kwa sababu uwezo wa kufikiri na kupambanua umekuwa narrow, umefanywa kuwa hafifu. Pamoja na kuona uzuri wake, ina dictate how we should think, how we should act. Kwa hivyo kuna watu wanaongoza ulimwengu namna ya kufikiri na namna ya kufanya maamuzi. Ndio maana Baba Mtakatifu anahimiza juu ya thamani ya mwanadamu na utu wa mwanadamu, human dignity in the world of artificial intelligence should be protected. Lazima uwezo wa kufikiri ufanye kazi, hivi vingine viwe ni msaada, bila kupoteza utu na thamani ya mwanadamu. Na hivi imefika wakati mnakaa na kujadili jambo, pamoja na yote mliojadili, mwingine anasema ngoja tuulize akili unde inasemaje, na jibu lile ndio mnalolichukua kwamba ndio matokeo sahihi, pamoja na kujadili yote. Sasa hapo utu wa mwanadamu, akili na utashi wa mwanadamu vinapoteza thamani katika ulimwengu, na hivi vinapoteza thamani ya mwanadamu katika kila kitu chochote, pamoja na uzuri wake. Lakini hii akili unde, anatuambia Baba Mtakatifu, tunapaswa kuomba Mwenyezi Mungu iendeshwe na akili na utashi wetu. Hivyo ndugu zangu, tumwombe Mwenyezi Mungu tujaliwe kuwa wapashanaji habari sahihi, na habari ya Mwenyezi Mungu haichelewi wala haiwahi. Kwa hivyo tuombee na vyombo vyetu vya habari. Ndugu zangu, tusimame sasa na tukiri imani yetu na sadiki kwa Mungu mmoja.
Ndugu zangu, watu walimsikiliza Yesu mchana kutwa, jioni walikuwa na njaa wasiwe na kitu. Yesu akawasaidia. Tuombe. Kwa ajili ya kanisa, tumuombee Baba Mtakatifu, maaskofu, mapadre, watawa na viongozi wote wa kanisa, ili Mungu awajalie afya njema, hekima na nguvu ya kuendelea kuongoza na kulichunga kanisa lake kwa uaminifu na upendo. Bwana. Kwa ajili ya viongozi wa serikali, tumuombee rais wetu, viongozi wote wa serikali na wenye dhamana mbalimbali, ili Mungu awajalie hekima, busara na moyo wa haki katika kuongoza nchi yetu kwa amani, upendo na maendeleo. Bwana. Kwa ajili ya wanaumtume, tuwaombee marafiki na wadau wote wa utume wetu, ili Mungu atuimarishe katika umoja, mshikamano na uwajibikaji, tupate kuendelea kujitoa kwa vyombo vya habari vya kanisa, ili vidumu katika kutangaza ukweli, amani na Injili ya Kristo. Bwana. Kwa ajili ya kituo cha Tumaini Media na wafanyakazi wake, tunawaombea wafanyakazi wa Tumaini Media, uwajalie afya njema ya roho na mwili na moyo wa kufanya kazi kwa uaminifu na kwa bidii, ili chombo hiki yatekelezwe kwa ufanisi mkubwa. Bwana. Kwa ajili ya wagonjwa, tuwaombee wagonjwa wote, hasa wa umtume, ili Kristo mponyaji awaguse kwa mkono wake wa huruma, awaponye na kuwajalia afya njema ya mwili na roho. Bwana. Kwa ajili ya marehemu, tuwaombee marehemu wote, hasa waasisi wetu Baba Peter Fekua Macha, Padre Paul Haule na Kardinali Polycarp Pengo, waliotuongoza kwa upendo na hekima kubwa. Mungu awajalie raha ya milele na mwanga wa milele uwaangazie, wapumzike kwa amani. Bwana. Mungu uliye nguvu na makimbilio yetu, uliye asili ya wema wote, usikilize sala za kanisa lako liombalo. Ujalie ili hayo tunayoomba kwa imani tuyapate kweli kwa Kristo Bwana wetu.
Msaada wetu katika jina la Bwana. Tunasali kwa ajili ya walioleta matoleo kutengeneza kanisa. Ee Mungu Mwenyezi, uliye asili ya upendo, wema na ukarimu, umewajalia wanao hao wapendwa fadhila zako katika kutoa vile ulivyowajalia ili kulitengeneza kanisa lako kwa majitoleo yao ya vitu walivyovileta kwa moyo mkunjufu. Uwabariki na uwatakase na kuwazidishia pato lao, ili pale palipopungua uendelee kupajaza, huku ukiendelea kuongezea fadhila ya ukarimu wa kanisa lako. Kwani kutokana na ukarimu wao, wewe Mungu, unatukuzwa na watu wanatakasa. Ulinde mali zao na uwakinge mwili na roho dhidi ya mwovu Shetani, na mwisho wakaribishe kwako mbinguni kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. E Bwana, tunakusihi uvitakase vipaji hivi, uipokee na kafara hii ya kiroho, na utufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, e Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe ulivifanya vitu vyote vya ulimwengu, na ukapanga majira na nyakati. Ulimumba mtu kwa mfano wako, na ukaweka chini yake viumbe na maajabu yao, apate kuvitawala kwa niaba yako vyote ulivyoviumba, na kukusifu bila mwisho katika maajabu ya kazi zako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo sisi nasi pamoja na malaika wote tunakusifu, tukiimba kwa furaha.
Bwana kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uachi kukusanya watu kwako, ili toka mawe ya juu hata macho yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu, vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaini mle nyote. Huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaini mnywe nyote. Hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani yetu. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14, na askofu wetu mkuu Yuda Tadeusi Ruwaichi, askofu msaidizi Henry Mchamungu, pamoja na maaskofu wote, waklero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii iliyoita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wana wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu, na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu Bwana, tunakuomba tuopoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, naishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri hao walioitwa kwenye karamu ya mwana kondoo.
Tuombe. E Bwana, walinde daima wale uliowatia nguvu kwa chakula cha mbinguni, na wote unaowatunza daima wastahili kupata ukombozi wa milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu.